Chaula namfahamu kama wakili. Mimi nilihamia hapa mwaka 2012. Wakati ule mchungaji wa ushirika alikuwa anaitwa James Mwakalile na wakili wetu alikuwa ni Chaula. Chaula nilianza kumfahamia hapo kama ni kiongozi mahiri wakati wote, na mimi nilipokuwa ni kiongozi kwa maana ya nilipokuwa mzee wa kanisa baada ya synod, Chaula alikuwa ni kiongozi. Kwa hiyo tulikuwa wote wajumbe wa baraza, tulifanya kazi kwa kushirikiana, lakini nilikuwa namfahamu zaidi kwa sababu ya kujenga hoja ambazo actually zimeweza kulibeba kanisa mpaka hapa tulipo. Ni kiongozi ambaye amefanya kazi kwa kujitolea, na bahati nzuri sana alikuwa wakili, lakini mimi nilikuwa mzee wake wa kanisa mpaka mwaka 2016 nafikiri. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa mashirikiano makubwa sana, lakini kikubwa tu ni kwamba kama nilivyosema kwamba anajua kujenga hoja, na kwa kipindi chake kwa kweli ameubeba ushirika. Ni kiongozi mahiri sana kutoka nilipofahamu. Kitu gani ambacho hautakisahau katika utendaji wake akiwa kiongozi? Kitu ambacho sitakisahau ni kwamba tulianza wakati tulikuwa tunasali kule Midizini kule kanisa zamani, lakini mimi na yeye tulichaguliwa kuwa wasimamizi wa mali za kanisa. Kwa hiyo tulifuatilia, mimi na yeye mguu kwa mguu tulifuatilia habari ya hiki kiwanja ambacho kilikuwa ni cha jimbo. Haikuwa kazi ndogo mpaka kuja kuweka hiki kibanda hapa na kuanza kusali by then, kwa sababu ilikuwa inahitaji tuwe na baadhi ya nyaraka ili tuweze kufanya maendelezo hapa. Kwa hiyo alipigana bega kwa bega na tukahakikisha kwamba tuna kiwanja kinajengwa. Kwa tulifuatilia nyaraka na nini, kwa hiyo na mikataba na nini, tukapeleka huko nani serikali za mitaa mpaka zikatusaidia kupata ile haki ya kujenga. Wito wako ni upi kwa vijana kuiga mfano wa Chaula? Wito wangu tu ni kwamba yeye amekuwa ni kiongozi, lakini pia amekuwa ni role model kwa sisi tulio wengi. Kwa umri ni mkubwa kama alivyosema kwamba ana miaka 60 sasa, ingekuwa ni kustaafu angekuwa na staafu. Lakini kwa vijana ambao actually mimi nilianza kumuona actually, pamoja na kwamba tulisoma wote alinitangulia huko sekondari, lakini nilikuja kumkuta hapa na alinipokea kama kijana wake, kwamba tumesoma wote sekondari, lakini ameweza kunijenga mpaka hapa nilipo kiroho na kimwili. Lakini pia kama vijana mimi nawashauri kwamba wanatakiwa kuiga mfano wake, kwamba wakati wote wasichoke kumtumikia Mungu.